Sio hivyo tu, na vile vile nuru za Mwenyezi Mungu, zile alama za kukubalika, kwamba Mungu anakukubalia. Sio kukubaliwa ndani ya Rajabu tu, bali wewe ukawa mtu wa kukubalika muda wote kwa Mungu. Sio kukubalika kwa hivyo tu, bali ukakubalika mpaka kwenye ibada zako. Sio kukubalika kwa hivyo tu, bali ukakubalika mpaka katika dua zako ndani ya mwezi huu wa Rajab. Ndio maana ukaitwa Rajab, ndio maana ukaitwa Asabr, kwa sababu unaweza ukawa unafanya ibada lakini ibada zinaweza zisikubalike, ima kwa kukosea vipengele katika vipengele, ima kwa kutokujua umuhimu wa ibada, ima kwa kukosea sharti katika masharti ya ibada, ima huko hadhir na Mungu wako. Unasali kimwili, unasali kiwiliwili, roho, fikra yako, mawazo yako yapo sehemu nyingine. 100 katika 100 unaweza ukakubalika robo yake, au unaweza ukakubalika theluthi yake, lakini vingine vikakukosa. Hatuseme umekubalika, kwa sababu unatakiwa upate wewe, kama sio 100%, basi upate angalau nusu yake. Kuna mwenzako anakuzidi, kuna mwenzako anakuzidi, huna wivu kwamba huyu ananizidi, yeye anapata 99% au 90%. Sasa una wivu katika mambo gani? Mwezi Mungu katika miongoni mwa miezi ambayo ameweka fungu la namna hiyo, rehma za Mungu zinamiminika kwa wingi, bali kukubalika kwako wewe kwa Mungu vile vile ndani ya mwezi huu ni sehemu ya mavuno.